Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Uhai wa Injili. Wapendwa, karibu katika tafakari ya masomo ya misa ya Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya misa ya leo, somo la kwanza natoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura 22 aya 19 mpaka 23. Somo la pili natoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 11 aya 33 mpaka 36. Somo la Injili natoka mwinjili Mathayo sura ya 16 aya ya 13 mpaka ya 20. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipo, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya masomo ya Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo haya ndugu zangu, Dominika ya leo yanatupatia ujumbe wa mamlaka ya kimungu, imani na utambulisho wa Yesu. Injili ya leo inaangazia ungamo kuu la Petro huko Kaisaria Filipi. Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Petro alimkiri Yesu, na hatua ya Yesu kuweka msingi wa kanisa lake juu ya Petro. Yesu alimwambia Petro kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hata milango ya kuzimu haitalishinda. Wapendwa, katika Jumapili hii ya 21 kanisa linatuhimiza kumtambua na kumheshimu Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaweza kuthamini ukuu wake tunapomtambua Kristo alivyo, kama vile Petro alivyofanya. Hata hivyo, jambo hili linawezekana tu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Katika somo la kwanza la leo, Mungu alidhihirisha nguvu zake kama Bwana mwenye enzi kuu. Alimuondoa madarakani Shebna, mtu mwenye kiburi na uovu, na kumuinua Eliakimu, mtu mnyenyekevu na mwaminifu. Katika somo hili Eliakimu anamtangulia Kristo Masihi. Ndugu zangu katika Kristo, yeye aliye na ufunguo wa Daudi, yeye afunguaye wala hakuna afunguaye. Kitabu cha Ufunuo sura 3 aya 7. Kwa sababu ya unyenyekevu wake, Mungu alimpa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kristo alimkabidhi Petro mamlaka hayo juu ya kanisa lake kupitia tamko lake rasmi, kama tunavyoona katika Injili ya leo. Wapendwa katika Kristo, katika somo la pili, somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 11 aya 33 mpaka 36. Mtume Paulo anausifu ukuu wa Mungu. Anatafakari hivi jinsi zilivyo kuu na tajiri kina cha Mungu. Ni vigumu mno kupenya
nia yake au kuelewa njia zake. Ni nani awezaye kujua mawazo ya Mungu? Hakika sisi wanadamu hatuwezi kupima wala kuelewa kikamilifu hekima na ukuu wa Mungu. Wapendwa katika Kristo, hata hivyo, Mungu hujifunua kwa wale wanaompenda na kwa yeyote anayechagua kujifunua kwake. Yeye hufunua kina cha mawazo yake kwa yule aliye tayari kujitolea zaidi pamoja naye, na kwa yule aliye tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Hivyo si jambo la kushangaza kwamba alijifunua kwa namna ya pekee sana kwa watumishi wake wanyenyekevu kama vile Maria, Petro, Paulo na mitume wengine. Yeye hujifunua kwa wale wanaomtafuta kwa kweli, uaminifu na dhamiri safi. Amejifunua kikamilifu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni wale tu wanaoruhusu macho ya akili zao yaangamizwe na Roho Mtakatifu ndio tunaweza kuelewa kina cha makusudio ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo tunapotafakari masomo ya misa ya Dominika 21 ya mwaka wa Kanisa, Injili ya leo inaanza kwa namna ya kuvutia na ya kipekee. Yesu alifahamu kuhusu mkanganyiko uliokuwapo kuhusiana na utambulisho na utume wake. Hivyo aliamua kujua maoni ya wanafunzi wake kumuhusu. Watu husema mimi ni nani? Nanyi je, mnasema mimi ni nani? Kutokana na majibu ya baadhi yao, ilikuwa dhahiri kwamba hawakuwa na ufahamu sahihi wa yeye Kristo alikuwa nani. Mtume Petro aliingilia kati na kusema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hii inajibu swali kuhusu siri ya umasihi. Mwinjili Marko sura ya 1 aya 43 mpaka 35. Mtume Petro alijuaje jambo hili? Mungu mwenyewe alimfunulia kupitia Roho Mtakatifu kama Yesu alivyomthibitisha. Majibu ya Mtume Petro yalisababisha Kristo atoe tamko la msingi sawa na lile lililo katika somo letu la kwanza. Kristo alimpa Petro funguo kama ishara ya mamlaka yake ya kitume na ya kichungaji juu ya kanisa lote la Kristo. Hili liliwezekana kwa sababu alimtambua Kristo. Hivyo Kristo hakukosea kumfanya kuwa kiongozi wa kanisa lake hapa duniani. Anashikilia nafasi hii leo hii kupitia mfululizo wa kitume wa mapapa wanaoliongoza kanisa. Wapendwa katika Kristo, wasikilizaji na watazamaji wa Tumaini Media, masomo haya ya Dominika ya leo ya 21 ya mwaka wa kanisa, kama Kristo angekuwa anatuuliza swali hilo hilo leo, ninyi mnasema mimi ni nani? Je, jibu letu lingekuwa lipi? Hatuwezi kuelewa utambulisho wa Kristo tusipokuwa na uhusiano wa karibu naye. Tena ni muhimu zaidi, hatuwezi kulijibu swali hili kikamilifu tusipokuwa tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu ambaye hufunua kina cha mawazo ya Mungu. Hatimaye, ndugu zangu wapendwa, waamini wanaomtambua Kristo ndio pekee walio na nafasi ya pekee ndani yake. Kwa hiyo hamu yetu kuu kila siku inapaswa kuwa kama Mtume Paulo asemavyo, kumjua Kristo na nguvu ya ufufuko wake na kushiriki mateso yake kwa kufanana naye katika kifo chake. Kirejea waraka Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya 10. Ndugu zangu wapendwa, tunapaswa kuwa mashuhuda wa Kristo. Tumthibitishe Kristo kwa watu. Yeye ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu zangu, yeye ndiye aliyekuja kutukomboa na kutuletea wokovu katika maisha yetu. Tuwafanye watu wamjue Kristo na kumfuasa katika maisha yao kila siku. Leo Bwana wetu Yesu Kristo anamthibitisha Petro kwamba yeye ndiye mwamba na juu ya mwamba huo analijenga kanisa lake. Ndugu zangu, kanisa letu Katoliki lilojengwa juu ya msingi wa mitume liko imara, wala shetani hawezi kuliangusha. Hata nguvu za kuzimu, Kristo mwenyewe ameshuhudia, haliwezi kuanguka. Ndugu zangu wapendwa, tusimame imara kwa kumfuasa Kristo katika kanisa lake. Aliyewaletea tafakari hii ni mimi Padre Wilibert Matembo, padre wa shirika la Mtakatifu Agustino, nafanya utume jimbo Katoliki la Msoma, parokia Bikira Maria wa Fatima Songe. Tumsifu Yesu Kristo.
Mtazamaji wa televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.